Yanga kocha mkuu wanaye na wanatamba naye, jina lake ndio usiseme. Huyu bwana anafahamika kama Maqoba Bryant Freeman, mtu aliyezaliwa Aprili 25 mwaka 1971 akitoka KwaZulu Natal, moja kati ya watu ambao wana CV pana kwa kiasi hiki. Mara tu baada ya kutambulishwa, alifanya interview moja kabambe na kueleza tamanio lake la kuwa ndani ya kikosi cha Young Africans. Alisema, well, the one question mark. Hatimaye swali lilokuwa likiwaacha wengi na sintofahamu kuhusu mustakabali wa kocha Maqoba limepata jibu. Watu wengi walikuwa wakiuliza anaelekea wapi. Leo tunayo furaha kumpongeza baada ya kuthibitishwa rasmi kwenye nafasi yake mpya. Anaelekea nje ya nchi, nchini Tanzania, kujiunga na moja vigogo wa soka la Tanzania, na kama atahitaji kocha makipa basi yuko naye hapa pembeni. Kocha, unaamini uchambuzi wako kwamba unaweza kufanya kazi hiyo? Hapana, huyu ataendelea kuwa zao la Kaizer Chiefs milele. Ni gwiji wa klabu hiyo kwa kila hali. Nafikiri hata babu zake hawataki aondoke Kaizer Chiefs. Yeye ni mtu wa karibu sana. Lakini pongezi sana kocha. Je, unafurahia kwa changamoto hiyo mpya? Bila shaka ni jambo la kufurahisha kila mara ninapopata changamoto mpya. Kile nilichokuwa na kitamani zaidi ni kurejea kwenye mazingira ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kuona nini kinachoweza kutokea. Pia ninakwenda kwenye klabu yenye malengo makubwa ambayo iko tayari kusajili wachezaji bora ili kuhakikisha tunatimiza malengo tuliojiwekea. Nimekutana na mfumo wa kazi wenye weledi wa hali ya juu, jambo ambalo limenitia moyo sana. Ili ni jambo ambalo nimekuwa nikilitazama kwa muda mrefu. Ninafurahi kurejea tena kwenye ligi ya mabingwa Afrika na kuona ni umbali gani ninaweza kufikisha Afrika Mashariki katika mashindano haya. Kocha anazungumza, anaeleza kwamba anahitaji timu iweze kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, lakini CV yake ikoje? Kocha Maqoba Bryant amefundisha soka kwa zaidi ya miaka 15 katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Ameshinda makombe kama MTN na Golden Arrows mwaka 2009 akiwa na Mamelodi Sundowns. Kama kocha msaidizi na kocha mkuu ametoa mataji zaidi ya 5 ya ligi na taji moja la CAF Champions League akiwa kocha msaidizi. Anamiliki leseni ya kiwango cha juu cha CAF diploma. Ni mtaalamu wa kujenga timu inayomiliki mpira, possession football. Ana nidhamu kubwa sana ya kiufundi na ni mzuri sana katika kuendeleza viwango vya wachezaji moja moja. Wakati mwingine timu zake zinastukiwa kiurahisi kwenye counter attack pindi zinapopoteza mpira, na huu ndio udhaifu wake mkubwa. Zikiwa zinasonga mbele kushambulia, pia amekuwa akikosolewa kwa kutumia muda mrefu sana kama kocha msaidizi, jambo lilofanya wengi waoji uwezo wake wa kubeba pressure ya peke yake kwenye klabu kubwa. Maqoba anapenda sana soka la kushambulia kwa pasi fupi za kasi zenye mpangilio, huku akitumia mifumo miwili mikubwa, 4-3-3 na 4-2-3-1. Anasisitiza timu yake kushinikiza pinzani kuanzia juu, kwa maana eye pressing, na kuzuia wakiwa mbali na lango. Aina ya wachezaji anayopenda tutawatazama kwenye eneo la mabeki, viungo na ushambuliaji. Kiuliza anapenda mabeki wakati wenye utulivu na kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma, ball playing center backs. Mabeki wa pembeni anataka fullbacks, lazima wawe na kasi na uwezo wa kupanda juu na kusaidia mashambulizi. Viungo anapenda viungo wenye uwezo mkubwa wa kupiga pasi sahihi, kutunza mpira chini ya pressure na kubadilisha uelekeo wa mchezo kwa haraka, tunasema quick ball circulation. Lakini washambuliaji anapenda mshambuliaji wa pembeni, winga mwenye kasi na uwezo wa kuingia ndani, inverted wingers, pamoja na mshambuliaji wa kati anayejua kukaa kwenye nafasi na kumaliza vizuri. Huyu ndio Maqoba Bryant Freeman, kocha mpya kikosi cha Young Africans, akieleza shauku yake, na swali linaendelea kusalia, je, hataweza?